Karibu mpenzi mtazamaji, leo tunaenda kuangalia droni 10 hatari zinazotengenezwa na jeshi la Urusi. Katika vita vya kisasa, mataifa mbalimbali yametumia sana droni katika upelelezi, kushambulia na hata zile droni za cyber war, yani droni za kimtandao ama vita za kimtandao. Kwa hiyo leo nimekusogezea droni 10 hatari kabisa kutoka katika jeshi la Urusi. Karibu ili kupata kufahamu mengi kuhusiana na hizo droni 10. Je, hipi ni hatari? Basi karibu utapata kuifahamu hapa. Urusi ni miongoni mwa mataifa yenye mpango mkali wa kuendeleza drones za kijeshi kwa ajili ya upelelezi, mashambulizi ya anga na ulinzi wa mipaka. Katika video hii tunakuletea drones 10 hatari zaidi za kijeshi kutoka Urusi zinazotumika katika vita vya kisasa kuanzia Ukraine hadi Mashariki ya Kati. Tukianza na nambari 10, Zara 421-16E. Tunaanza na drone ya kijasusi Zara 421-16E. Hii ni droni ndogo inayotumika kwa ufuatiliaji wa eneo la adui. Ina uwezo wa kupaa hadi kilomita 40 na kukaa angani kwa zaidi ya saa moja. Imetumika sana na majeshi ya ardhini ya Urusi katika maeneo ya Donbas na Crimea. Ingawa haitumii silaha, ni hatari kwa sababu hutumika kutambua maeneo ya mashambulizi ya mizinga. Nambari 9, Orlan-10. Hii ni mojawapo ya droni zinazojulikana zaidi za Urusi. Orlan-10 inatumika sana kwa ujasusi, kuchukua picha na kuratibu mashambulizi ya makombora. Ina uwezo wa kupaa hadi kilomita 120 kutoka kituo cha udhibiti na kukaa angani kwa hadi saa 16. Inasemekana imetumika kwa mafanikio makubwa dhidi ya vikosi vya Ukraine na NATO. Teknolojia yake ni rahisi, lakini ufanisi wake ni mkubwa. Nambari 8 tunakutana na Kub-BLA ama Sushido drone. Hii ni drone inayoitwa pia loitering munition, yaani ni drone inayojiripua yenyewe kwenye shabaha. Kub-BLA ni drone ya kujitoa muhanga. Inapaa angani mara tu shabaha inapotambuliwa, hujirenga moja kwa moja. Inaweza kubeba kilo 3 za vilipuzi na ni vigumu kuizuia. Droni hii imeitwa Samad Kamikaze kutokana na uwezo wake wa kujificha kwenye anga na kushambulia bila kutarajiwa. Nambari 7, hapa tunakutana na Iron-3 SV. Iron-3 SV ni droni nyepesi inayotumika kwa upelelezi na ufuatiliaji wa wanajeshi wa adui. Inapendelewa sana na vikosi vya ardhini kutokana na uwezo wake wa kufanya kazi kwa ukimya. Ina kamera za infrared kwa operesheni za usiku. Imetumika mara nyingi kuongoza mashambulizi ya mizinga na makombora. Ingawa si droni ya kushambulia moja kwa moja, mchango wake katika ushindi wa vita ni mkubwa. Nambari 6, hapa tunaimulika droni ya 4-post Dashiara. Droni hii ni nakala ya Israeli Heron, lakini imeboreshwa na kutengenezwa Urusi. 4-post Dashiara ni droni ya upelelezi yenye uwezo mkubwa angani. Inaweza kukaa juu hadi saa 18 na kupaa umbali wa zaidi ya kilomita 250. Ina vifaa vya kisasa vya picha, rada na elektroniki za vita. Imetumika sana nchini Syria kusaidia mashambulizi ya anga ya Urusi. Nambari 5, tuimulike droni ya Orion ama Ino-Kodesti. Hii ni droni ya kwanza ya Urusi inayoweza kubeba silaha na kufanya mashambulizi ya anga. Orion inaweza kubeba makombora na mabomu madogo. Inachukuliwa kama mpinzani wa droni ya Marekani ya MQ-1 Predator. Ina uwezo wa kupaa hadi masaa 24 na kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira ya vita. Imetumika kwa mafanikio katika maeneo ya Syria na Donetsk. Nambari 4, hapa tunaiangazia droni ya Aritias-U. Hii ni droni kubwa yenye uwezo wa angani wa kiwango cha juu kabisa. Aritias-U ni droni ya upelelezi ya masafa marefu inayofanana kwa mwonekano na droni ya MQ-9 Reaper ya Marekani. Inaweza kubeba vifaa vya kuchukua picha, rada na hata makombora.
inatazamiwa kuwa droni kuu ya Urusi kwa vita vya siku zijazo. Hadi sasa imeshafanyiwa majaribio na kuingizwa rasmi jeshini. Nambari 3, hapa tunaiangazia droni ya Sirius ama Helios-RLD. Sirius ni droni mpya yenye teknolojia ya kisasa zaidi ya ufuatiliaji wa anga. Ina uwezo wa kubeba payload kubwa, kupaa hadi masafa marefu ya kilomita na kuongoza vikosi vya ardhini. Inaweza pia kutumika kama chombo cha kudhibiti drones wengine wadogo. Ingawa bado haijatumika kwenye vita halisi, uwezo wake ni wa kiwango cha juu na inatishia milingano ya kijeshi duniani. Nambari 2, hapa tunaiangazia droni ya Okotiniki-B ama Suko S-70. Hii ni droni ya kivita ya stealth, yaani haionekani kirahisi na rada. Okotiniki-B pia huitwa Hunter-B ni kubwa kama ndege ya kivita. Inatengenezwa na Suko na imeundwa kufanya kazi sambamba na ndege za kivita kama Su-57. Inaweza kubeba silaha nzito, kuruka bila kugundulika na kufanya mashambulizi ya hali ya juu. Ni droni ya kwanza ya kivita yenye uwezo wa vita vya anga kutoka Urusi. Nambari 1, hapa tunaiangazia droni ya Groom ama Sanda. Na hatimaye taji la droni hatari zaidi ya Urusi linaenda kwa Groom yani Sanda. Hii ni droni ya kushambulia na pia ya kuongoza droni wengine vitani. Ina teknolojia ya AI, stealth na uwezo wa kushambulia kwa silaha nzito. Inatarajiwa kufanya kazi sambamba na ndege za kivita na kutoa msaada wa anga kwa vikosi vya ardhini. Hii ndiyo taswira ya vita vya kisasa, droni zinazoamua matokeo ya vita. Drones za Urusi zimebadilisha uso wa vita. Kutoka upelelezi hadi mashambulizi ya kisasa, zimekuwa silaha muhimu kwa jeshi la Urusi. Ingawa mataifa ya Marekani na China na Israeli yanaongoza kwenye teknolojia hii, Urusi inaonyesha uwezo wake mkubwa wa ushindani. Lakini je, teknolojia hii itaweka dunia salama au kuleta uharibifu zaidi? Tuambie kwenye maoni yako hapo chini. Na mpenzi mtazamaji, na imani umeburudika, kuelimika na kufurahika na kuikonga nyoyo yako katika makala hii ambayo imezungumzia droni 10 hatari za jeshi la Urusi. Basi ni kuombe usubscribe na uguse alama ya kengele ambayo itatokea hapo ili uweze kupata makala zetu mara kwa mara tunavyopakia. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema tu wa vipindi vingine vinavyokuja. Bye bye.